Wazazi mpo? Wazazi mpo? Wahitimu wetu safi? Uongozi wa shule hoye! Waheshimiwa mlioko meza kuu, viongozi wa dini, wafanyakazi wa Marian Schools, wazazi na walezi, wanafunzi wa shule za Marian, wahitimu wetu wa kidato cha 6, habari za mchana. Awali ya yote, ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kupata nafasi hii na kuweza kushiriki pamoja kuwatakia heri vijana wetu. Na ratiba ya mgeni rasmi ilionyesha aingie ukumbini saa 4, lakini nikasema nianze kwa kusali na vijana wetu. Na nina imani sala yetu Mwenyezi Mungu ameipokea, na kupitia mwanzo huu mwema mtamaliza vyema zaidi. Kikubwa, ninapenda kuwaasa wahitimu wetu kwa leo juu ya mambo yanayohusu misingi ya utu wao. Najua kwa miaka yote mmesoma, mmejengwa kiroho na kimwili, lakini kama wazazi, walezi na jamii hatutochoka kuwakumbusha ili muongoke na kuwa mfano bora kwenye jamii. Cha kwanza, naomba mlinde utu wenu kwenye jamii. Katika dunia ya leo yenye mabadiliko ya kasi, ni rahisi kuyumbishwa na misukumo ya marika au mvuto wa mambo yasiyo na tija. Msisahau maadili mliofundishwa hapa shuleni, na najua kwa nyakati tofauti tofauti mlikuwa majumbani kwa walezi na wazazi. Yale maadili yaliyo mema muyazingatie: heshima, uadilifu na uwajibikaji viwe dira yenu katika kila mnachokifanya. Jitambueni, jiheshimuni na muwaheshimu wengine. Hapo ndipo msingi wa mafanikio ya kweli unapojengwa. Pili, endelezeni kiu ya kupata elimu zaidi. Elimu haina mwisho. Iwe mtajiunga na vyuo vikuu, vyuo vya kati au mtaanza kujifunza kwa vitendo, hakikisheni kuwa hamu ya kujifunza inaendelea kuwaka ndani yenu. Dunia ya sasa inahitaji watu wabunifu, wanaofikiri kwa kina na wanaoweza kubadilika kulingana na mazingira yanayowazunguka. Msikubali kusimama pale mlipo, songeni mbele kila siku. Vile vile, tambueni wajibu wenu katika kusaidia maendeleo ya familia zenu na jamii kwa ujumla. Kila mmoja wenu atakuwa na nafasi tofauti maishani, iwe ni ajira, biashara au taaluma maalum. Popote mtakapokuwa, hakikisheni mnachangia upatikanaji wa matokeo chanya na sio vinginevyo. Msiache
kusaidia familia zenu, kuwa mfano mzuri kwa wadogo zenu na kushiriki kuijenga jamii iliyo bora zaidi. Katika enzi hii ya teknolojia, matumizi ya mitandao ya kijamii yamekuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku, na wasisitiza kuitumia kwa manufaa zaidi. Tumia mitandao hiyo kujifunza, kuwasiliana kitaaluma, kutangaza ubunifu wenu na kujenga taswira njema. Epukeni matumizi mabaya yanayoweza kuharibu sifa zenu na kuwapotezea muda usio na tija. Mnavuka A-level leo. Baada ya muda mfupi, matokeo yakitoka, mtaomba vyuo. Masomo vyuoni ni kidijitali zaidi sasa hivi. WhatsApp ni sehemu ya mawasiliano. Saa ngapi kuna kipindi, mwalimu gani haji, na saa ngapi kuna testi, kuna homework, group ya individual work au ya group work. Kwa simu ni sehemu ya kifaa cha kujifunzia. Mtapewa bando, baba atake asitake atakupa bando, na ndani ya bando utakuwa umefunguliwa dunia. Msikimbilie visivyofaa. Tumieni teknolojia kuimarisha maendeleo yenu, kuimarisha taaluma zenu. Shuleni hapa si ajabu ukikamatwa na simu unaambiwa umefanya kosa, utafukuzwa. Kule simu ni kitendea kazi kama ilivyo kitabu, kalamu na daftari. Kwa hiyo mnavyotoka kwenye malezi ambayo mlikuwa mnasimamiwa karibu, mnaenda kwenye malezi ambayo unatakiwa ujisimamie mwenyewe. Mtoto wa chuo akiamua kukaa nyumbani ni hiari yake, lakini mtoto wa chuo anaweza kuanza mwaka wa kwanza akaenda kupanga na akajipikia mwenyewe, akala hotelini mwenyewe, akaomba hela ya matumizi akiwa kivyake. Sasa makundirika myaangalie yale yenye neema na mambo ya msingi ya kumbatieni, yale ambayo hayana mwelekeo mwema achaneni nayo, kwa sababu dunia bado, umri wenu unahitaji kwanza mjikite kwenye mambo ya msingi na mengine yatafuata baadaye. Pia ni muhimu kujiandaa vema kwa maisha ya kiuchumi. Anzeni kwa hatua rahisi lakini muhimu. Wazazi mko hapa, watoto wanaenda hatua nyingine. Muda huu wanapomaliza mitihani wanarudi kwetu kama walezi na wazazi. Tuwasaidie. Kama hana account ya benki, ataishi kwa tabu anapoanza chuo. Badala ya kuanza orientation chuoni, anakuwa amepanga mstari kufungua nini? Account, wakati amekaa nyumbani miezi mitatu. Tutakuwa hatujawatendea haki. Na labda niwarahisishie, CRDB milango iko wazi. Karibuni tuwasaidie kuwafungulia vijana wetu accounts. Akaunti hii anayofungua sasa ataanza nayo kama mwanafunzi, inaitwa scholar account. Hata akimaliza shule inageuka kuwa akaunti ya akiba au hata akaunti ya mshahara atakapoanza kazi. Lakini kubwa zaidi, watakapopata mikopo, kama watajaliwa kupitia serikali, wale wanaopata mikopo hawampi mwanafunzi fedha mkononi, wanaweka kwenye account. Kwa hiyo la kwanza, kama hana account wakati huo anamaliza mtihani, nenda kwa mtendaji wa mtaa, mwandikie barua ya utambulisho, mzazi mpeleke mtoto tawi lililo jirani na CRDB aweze kufunguliwa akaunti yake, aanze kujiandaa na dunia inayofuata mbele yake. Kingine ni vitu kama TIN number. TIN number ni muhimu kwa vielelezo vingi. Sasa hivi hata ukiajiliwa unaambiwa TIN number yako ni ngapi.
Zamani tulikuwa tunaajiliwa na hujasajili TIN number na hauulizwi. Kwa hiyo ni vema na inatoka bure ile TRA. Ofisi yote ya TRA, kijana kama ana miaka zaidi ya 18, tumia siku moja tu mpeleke pale, atapigwa picha, ataweka biometric zake, atakuwa na TIN number. Na TIN number ndio inamsaidia mtoto pia kupata NIDA, kitambulisho cha taifa. TIN number hiyo itahitajika hata wakati wa kuomba pasi za kusafiria. Nimeambiwa hapa kuna vijana wamewakilisha shule nje ya nchi wana passport hao, lakini sidhani katika watoto hawa 155 wote wana hati za kusafiria. Ni haki ya kila Mtanzania kuwa na hati ya kusafiria. Tuwasaidie, na zile hati zina expire baada ya miaka 10. Ukimkatia sasa, inayofuata atakata mwenyewe wakati wa renewal, lakini tumsaidie, tumpe bezi ambayo itamsaidia anapokwenda popote awe na uhakika wa kuweza kuanza shughuli zake vizuri. Wahitimu wapendwa, mlango mpya umefunguliwa mbele yenu. Kutakuwa na changamoto lakini pia fursa nyingi. Kuweni majasiri, kuweni na malengo na muwe na imani katika uwezo wenu. Kwa muda mfupi ambao nimekaa nanyi hapa, sina shaka mmeongoka vizuri, mmefundishika. Kwa hiyo endelezeni hiki nilichokiona hapa kwenye jamii. Na wazazi wenzangu, watoto hawa wanaporudi nyumbani, tuwashirikishe kwenye mambo yetu. Wewe mwenye meza sokoni, kijana akae pale naye aone chenchi inarudishwaje, tunanunua wapi mchicha, na nyanya zikiisha tunapata wapi. Wewe mwenye duka Kariakoo, nenda na kijana ashinde pale, nenda naye unapoenda kujumua mzigo. Siku moja mtoroke tu, abaki mwenyewe ili ajue bei vizuri, maana atakupigia simu mwanzo nyingi sana, lakini baada ya hapo utaona maswali yanapungua. Lakini in a way unajenga ile inaitwa succession plan ya familia vizuri. Tumezoea kuwalea watoto kama wafalme. Akifika nyumbani ashiki fagio, hajui hata jiko la mkaa linawaka namna gani, lakini unataka huyu aende chuo akapange alafu apike. Hatoweza. Binti lazima ajue kuku wanakatwa namna gani baada ya kuchinjwa, bawa linaishia wapi, mguu unakatikia wapi, na kuku anapikwaje. Atajifunzia wapi kama sio jikoni kwetu? Kijana wa kiume hali kadhalika, wajue kazi zinazohusu familia bila kubagua jinsia. Baadhi yenu mna magari hapa, vijana wana miaka 25, 26, hata kumpeleka VETA tu kujua driving utaki. Ni muda mwafaka wajue vitu vyote, ili asubuhi ukipata mgeni anataka kuwahi basi Ubungo, sio lazima uamke mzazi, mpe funguo apeleke mgeni Magufuli. Kama una shamba la nyanya na unajua una apply mbolea kiasi gani, wakati gani, ni muda gani wa kupanda na muda gani wa kuvuna, mshirikishe mtoto sasa hivi. Na ikiwezekana kama una kaka wa kazi na dada wa kazi, wakati huu vijana wanarudi nyumbani, dada aende likizo, upate nafasi ya kumfundisha, apike mchuzi unaotaka kuuonja usikie mtamu, ili akikosea akiwa chini yako ni vema kuliko akakosea akiwa ameanza familia. Ndoa inaweza kubomoka kwa sababu ya mchuzi wa mezani. Najua tunawapenda watoto wetu zaidi, lakini sio kwa kuwadekeza. Wajue kile ambacho tunakifanya mwanzo mwisho. Tumefikia umri, tutaenda mahali, tutachoka kama wazee waliocheza mziki hapa. Na tukichoka, tusiache familia ambazo zimesambaratika. Tukichoka, tunaacha watoto ambao wanaweza kujiendesha. Watajiendesha namna gani? Walimu wamemaliza kazi yao. Daraja la kuvukia kwenda chuo ni sisi.
lakini ili aende anajitambua. Haya niliyosema ni machache tu. Tujitahidi kuplay our role. Tutawapika vijana ambao ni waadilifu, waongofu na ambao wakisimama popote wanakubalika. Mwisho, ninawatakia afya njema, mafanikio makubwa na kila laheri katika safari yenu mpya ya maisha. Nendeni mkaitumikie jamii, mkaipe heshima shule yenu ya Marian na mkajenge taifa lenye matumaini zaidi. Asanteni kwa kunisikiliza.